بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أما بعدكم مشكور الله سبحانه وتعالى nakisha kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tukiwa katika somo letu la hadith al-40 an-nawawiyya للإمام أبي زكريا محي الدين يحيى ابن شرف النووي رحمه الله تعالى. na leo tutasoma الحديث الرابع، حديث ya 4. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث الرابع، حديث ين عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. anasema hadithi inasimuliwa na Abi Abdurrahman ambaye ni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu قال kwamba anasema حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ametuhadithia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa huwa as-sadiq, na hali ya kuwa yeye ni mkweli, al-masduq, mwenye kusadikishwa, al-masduq, tena ni mwenye kusadikishwa. Mtume sallallahu alayhi wasallam as-sadiq, ni mkweli, al-masduq, mwenye kusadikishwa. Ametuhadithia kwamba inna ahadakum, kwa hakika mmoja wenu, yujma'u khalquhu, hukusanywa umbile lake, yujma'u khalquhu, hukusanywa umbile lake, fi batni ummihi 40 yawman nutfa, ndani ya tumbo la mama yake katika kipindi cha siku 40 akiwa ni tone. 40 yawman nutfa, kipindi cha siku 40 akiwa ni tone. Thumma yakunu alaqatan mithla dhalik, kisha anakuwa damu. Thumma yakunu alaqatan, kisha anakuwa damu iliyo mzito, mithla dhalika, mfano wa hivyo, siku 40 nyingine. Thumma yakunu mudghatan, kisha anakuwa pande la nyama, anakuwa kipande cha nyama, mithla dhalika, mfano wa hivyo,
40 zingine. Baada ya hapo, thumma yursalu ilayhi almalaku, kisha hupelekwa kwake malaika. Thumma yursalu ilayhi almalaku, kisha hupelekwa juu yake malaika almuwakkalu bihadha alamal. Fayanfukhu fihi ruha, basi na anapuliza ndani yake roho. Wa yu'maru bi 4 kalimati, na huamrishwa maneno manne. Wa yu'maru bi 4 kalimati, na huamrishwa maneno manne. Bikatbi rizqihi, kwa kuandikiwa riziki yake. Wa ajalihi, na ajali yake, kwa maana muda wake. Washafenya mtu amekuwa wengi sana. Wa ajalihi, na ajali yake. Wa amalihi, na amali yake. Huko hakuna. Wa amalihi, na amali yake, kwa maana matendo atakayoyatenda. Wa shaqiyun au sa'idun, na muovu au mwema. Wa shaqiyun au sa'idun, na muovu au mwema. Fawallahi alladhi la ilaha ghayruhu, basi naapa kwa Allah ambaye hakuna muabudiwa kinyume chake. Inna ahadakum, kwa hakika mmoja wenu, la ya'malu bi'amali ahli aljanna, anafanya matendo ya watu wa peponi. Hata ma yakunu bainahu, mpaka apawi baina yake, wa bainaha, na baina ya hiyo pepo, illa dhira'un, isipokuwa dhiraa moja. Fayasbiqu alayhi alkitabu, basi kinamtangulia yeye juu yake kitabu chake, yale yaliyoandikwa kwake. Fayamalu bi'amali ahli an-nar, basi na akafanya matendo ya watu wa motoni. Fayadkhuluha, na akaingia. Fayadkhuluha, basi na itakuwa sababu ya kuingia, ataingia. Wa inna ahadakum, na kwa hakika mmoja wenu, la ya'malu bi'amali ahli an-nar, naweza kufanya matendo ya watu wa motoni. Hata ma yakunu bainahu wa bainaha, mpaka pasiwe baina yake na baina ya huo moto, illa dhira'un, isipokuwa dhiraa moja. Fayasbiqu alayhi alkitabu,
na kinamtangulia juu yake kitabu chake kilichoandika, fayamalu bi'amali ahli aljanna, na akatenda matendo ya watu wa peponi, fayadkhuluha, basi na ataingia. Rawahu al-Bukhari wa Muslim mimma ittafaqa alayhi. قال الشيخ صالح الفوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى في هذا الحديث. Imam al-Fawzani anazungumza katika hadithi hii ya kwamba qala ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ibn Mas'ud anasema hadathana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa huwa as-sadiq al-masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman, fi batni ummihi yujma'u li'anna al-mawluda yatakawwanu min al-ma'aini, chenye kuzaliwa kinaundikana au kinaundwa kutokamana na maji mawili. Kwa maana kile kiumbe kinavyoumbwa kinatokamana na maji mawili, ma'ur rajuli wa ma'i almar'ati, maji ya mwanamume na maji ya mwanamke. Qala ta'ala, Allah anasema inna khalaqnal insana min nutfatin amshaj, hakika tumemuumba mwanadamu kutokamana na nutfa, matone yenye kuchanganyika, yani mukhtalita, yenye kuchanganyika, kwa maana maji ya baba na mama. ويقول جل وعلا يخرج من بين الصلب والترائب, yanatoka baina ya as-sulbi, mgongo wa mwanamume, wat-taraib, na kifua cha mwanamke. Ai sulbi ar-rajul, mgongo wa mwanamume, wat-taraib al-mar'a, na kifua cha mwanamke. Fal-mawlud yukhlaqu min al-ma'ain, basi na chenye kuzaliwa kinaumbwa kutokamana na maji aina mbili, ma'ur rajul wa ma'ul mar'a, maji ya mwanamume na maji ya mwanamke. Qala yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa, yani nuqtatan mani, ni tone la mani. ثم يكون علقة مثل ذلك, ثم يكون علقة يتحول المني إلى دم, inabadilika ile mani kwenda katika hali ya damu. Hadhihi al-alaqa fi muddati 40 yawman, katika kipindi cha siku 40. Hadhihi 80 yawman, hizi ni siku 40. Qala thumma yakunu mudghatan, yani thumma yatahawwalu min ad-dami ila al-mudgha, kisha nabadilika kutoka kwenye damu kwenda kwenye pande la nyama, yani qit'atu lahmin, kipande cha nyama. Fi muddati 40 yawman thalitha, kipindi cha siku 40 za tatu. Hadhihi 120 yawman, hizi ni siku 120. Wa fi tul al-mudgha, kipindi kile cha mudgha sasa, wakati ndo yuko hali ya pande la nyama, ndo limeshaumbwa tayari, hiki tukhlaqu a'dha'uhu, ndo vinaumbwa sasa viungo, kono, guu, kichwa, kadha, tumbo, ndo vile vitu vinakatwa katwa sasa. Hiki kipindi cha mudgha hiki. ويتبين أنه جنينا, na inabainika kwamba hiki sasa hivi ni kichanga. Wakati wa
mudgha ule. Qala thumma yursalu almalak, kisha kupelekwa malaika, yani thumma fil 40 الرابعه 40 za nne sasa, tamama 4 ashhurin, kutimiza miaka minne, ay 120 yawman, yursalu ilayhi almalak, kupelekwa juu yake malaika, almuwakkalu bil ajinna, malaika aliyowakilishwa kwa ajili ya vichanga, fayadkhulu alayhi fi batni ummihi, na ataingia malaika katika tumbo la mama yake. Thumma yanfukhu fihi ar-ruha, kisha napuliza ndani yake roho, ar-ruh allati yataharraku biha, roho ambayo inaleta haraka. Sasa ndio pale ambapo mwanamke akitimiza miezi minne, basi tuona anasikia sasa hali ya kutingishika. Ar-ruhul haya, sababu roho ya uhai. Wa qad ajaza al-basharu an ya'malu haqiqata hadhihi ar-ruh, an ya'lamu haqiqata hadha ar-ruh. Wanadamu, yani hao wanaojiita wataalamu kutengeneza kila kitu, hao wana science na kadha, wameshindwa kujua uhakika wa roho ni kitu gani, shindwa kujua. Fahiya sirrun min asrari Allahi azza wa jalla, na hiyo roho ni siri miongoni mwa siri za Allah azza wa jalla, ni siri. Qala ta'ala, wa yas'alunaka 'anir ruh, Allah anasema na wanakuuliza wewe kunako roho. Qulir ruhu min amri rabbi, waambie kwamba roho ni amri ya Mola wangu. Wama utitum min al-ilmi illa qalila, wama utitum min al-ilmi illa qalila, na wala hamkupewa nyinyi katika ujuzi isipokuwa ni kitu kidogo sana. Fala ahadan ya'lamu haqiqata hadhihi ar-ruh, hakuna mtu yeyote anajua uhakika wa hii roho. Wa inna ma huwa shay'un ya'ti bihi al-malaku, ni kitu ambacho anakuja nacho malaika. Fayamfukhuhu fi hadha al-janin, na wanakipuliza kwa huyo kichanga. Fayataharraku wa yahya biidhnillahi azza wa jalla, anaanza kutingishika na kupata uhai kwa idhini ya Allah azza wa jalla. Fa idha jaa al-maut kharajat hadhihi ar-ruh, yakija mauti ukija, hii roho inafanya nini? Inatoka zake. Fayahmadu al-jismu wa yasiru jitha, anakuwa mzoga baada ya kuondoka ile roho. Fama damat fihi ar-ruhu fahuwa hayy, maadamu kuwa roho ipo basi atakuwa yuko hai. Wa idha kharajat fahadha ala qismain, wa idha kharajat, na ikishaondoka basi iko katika namna mbili, imma an takhruja bin nawmi, imma itoke kwa kulala. Ukilala roho inatoka, yani kutoka kwa roho katika namna mbili, imma an takhruja bin nawmi, imma roho itoke kwa kulala. Ukilala roho inaondoka, na ndio maana wewe huwezi kutambua chochote. Wa hadhihi wafatun saghira, na huu ni umauti mdogo, yani ukilala wewe unakufa, ni kifo kidogo. Wa imma an takhruja bil mauti, na ima roho itoke kwa kufa moja kwa moja. Wa hadhihi wafatun, wa hadhihi alwafatul kabira au alkubra, na huku ndio kufa kukubwa kwa moja kwa moja. Kwa roho katika mwili wa mwanadamu inatoka mara ngapi? Ina namna mbili ya utokaji roho. Inaweza ikatoka kwa kulala kwako, ukilala roho inaondoka. Wewe inaweza isirudi. Sasa kama haijarudi, maana yake ndio wamki tena. Ndio unaposikia kwamba amekufa usingizini. Sisikia tunasema hivyo, amekufa usingizini, kwa maana yeye amekwenda kulala mzima tu, lakini hakuamka, lakini amekufa usingizini. Ilivyokwenda roho haijarudi moja kwa moja. Kwa hiyo ukilala roho inatoka, na kadhalika
kuna kutoka roho kwa kufa moja kwa moja. Kwa hiyo mauti yako namna mbili. Qala ta'ala wa huwa alladhi yatawaffakum bil-layl, na yeye ndiye Allah ambaye anawafisheni wakati wa usiku. Wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'athukum fihi, kisha na ufufueni. Hadha an-nawm wa huwa al-wafatu as-sughra, huku kulala huku ni kifo kidogo. Wa qala tawaffatuhu rusuluna, hadhihi al-wafatu al-kubra, huku ni kufa kukubwa ambako tawaffatuhu rusuluna, tawafisha malaika. هذه الوفاة الكبرى رسلنا يعني ملائكة الموت، ni malaika wa mauti, sababu kuna malaika ambao ni muwakkalu bi almaut, malaika waliopewa kazi hii ya kufisha, kutoa roho. Kama wapo waliopewa kuleta roho, kupulizia kwa nani? Kwa kile kichanga, si ndio? Alafu wapo vile vile walipewa kazi ya kuitoa, ya kuichomoa na kuondoka nayo. Hivyo ni vitengo vya mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala, ni vitengo vyake hivyo. Yanfukhu fihi ar-ruhu wa hadha min ayati Allah azza wa jalla. Allah wapo wanaopulizia roho, na hii ni katika alama zake Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hadha kama fi qawlihi ta'ala wa laqad khalaqna al-insana min sulalatin min tin, wanadamu tumemuumba kutokana na sulalatin min tin, udongo ule niotoa sauti. Hadha Adamu alayhi salam, huyu Adam ameumbwa katika hali ya namna hiyo. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Hadhihi al-40 al-ula, 40 za mwanzo. Thumma khalaqna an-nutfata 'alaqata, alaqata yani dama, pande la damu. Fa khalaqna al-'alaqata mudghatan, yani qit'at lahmin, kipande cha nyama. Fa khalaqna al-mudghata 'idhama fakasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yote kwa yote Allah tabaraka wa taala ametukuka yeye, mbora mzuri wa uumbaji. قال تعالى وقد خلقناكم أطوارا. هذه الأطوار التي تأتي على الجنين، أطوال zile hatua zile ambazo zinaletwa kwa nani? Kwa kile kichanga kile, hatua hii kama tulivyoziona katika hii hadithi. Fi batni ummihi, katika tumbo la mama yake. Turun nutfa, kuna kipindi cha tone siku 40. Turul alaqa, kuna kipindi cha damu iliyoga, damu nzito. Alafu kuna turul mudgha, kuna kipindi cha nyama, sawa, kuwa pande la nyama. Turul idham wal lahmi, alafu kuna kipindi cha mifupa na nyama, yani kuunganisha mifupa na nyama na kuwekwa, kukatwa viungo. Thumma yakunu insana, kisha anakuwa mwanadamu. Nasema hadha khalqul insani, huu ndio uumbaji, hili ndio umbile la mwanadamu. Mwanadamu anapita katika hatua hizi. Wa hadha min ajaibi qudrati Allah azza jalla wa ala, na haya ndio miongoni mwa maajabu ya uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. قال تعالى يخلق في بطون ummahatikum, anawaombeni katika matumbo ya mama zenu. Khalqan min ba'di khalqin, umbile baada ya umbile, uumbaji baada ya uumbaji. Fi dhulumatin thalathin, katika viza vitatu. Dhulumatin thalathi ay dhulumatil albatni, yani wewe unavyoumbwa, kila mwanadamu alivyoumbwa alikuwa ndani ya viza vitatu. Ukisema viza tunaelewa, yani giza, yani hali ya kiza
yuko sehemu ya ndani, sehemu aliyofichwa mwanadamu ni ndani. Kuna kiza cha kwanza, cha pili, cha tatu. Anakokuwa mwanadamu huko ndani. Elewana vizuri. Dhulmatul batni, kwanza kuna giza la tumbo. Batni, tumbo lenyewe ni giza, au sivyo? Unaonaje wewe katika tumbo la samaki, utaona kitu kunje? Si kwenye giza. Kwa hiyo dhulmatul batni, giza la tumbo. Wa dhulmati arrahimi, alafu kuna kiza cha arrahimi, ule mfuko wa uzazi. Tumeelewana vizuri? Arrahimi, ule mfuko wa uzazi ule. Dhulmatul rahim, dhulmatul rahimi. Wa dhulmatul almashima, alafu yule mtoto mwenyewe yule anakuwa ndani ya mfuko vile vile. Sio inakuwa hivyo? Yule mtoto mwenyewe yule anakuwa ndani ya mfuko vile. Aljanin huwa hadhihi dhulumati thalath, ni viza hivi vitatu. Hizi ndio taratibu za namna ya kuumbwa mwanadamu. Qulu ma tasma'un wastaghfirullah li wa lakum. Leo tutasimama hapa kwanza. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.